Nimefuatilia taarifa ya Handeni, nimeifuatilia vizuri taarifa ya Handeni, nikakuta katika baadhi ya maeneo kwenye miradi yetu tuna matatizo. Tulikuwa na ujenzi wa jengo la mama na mtoto kwenye kituo chetu cha afya cha Sindeni. Si mnakijua? Ujenzi wa jengo la mama na mtoto kituo cha afya cha Sindeni. Katika ujenzi ule milango 34 iliyowekwa iko chini ya kiwango. Mazoea, watu wanaenda wanabandika bandika, wanaondoka. Wamebandika tu. Kamanda wa TAKUKURU, nenda kafuatilie hili, hakikisha wote waliohusika wanachukuliwa hatua zinazostahili. Na kama mtagundua wameweka milango ya chini ya kiwango ili waibe fedha, hatua za kisheria zichukuliwe. Ndio mkuu wa mkoa wafuatilie hao wahusika wote. Kama wamefanya makusudi, ikigundulika wameweka milango hii ya chini ya kiwango ili waibe fedha ya serikali, hatua za kisheria zichukuliwe kwa wote waliohusika. Hatuwezi tukawa fedha inatoka takriban milioni 300 alafu tuone watu wanaweka milango ya ovyo hivi, baada ya miezi 2-3 tuone milango inadondoka. Na nipate orodha ya wale waliohusika. Uchunguzi ukikamilika nipate taarifa ya kitu gani kimefanyika kwenye hili. Tulikuwa na ujenzi wa maabara. Tulikuwa na ujenzi wa chuo cha VETA. Ujenzi wa chuo cha VETA wilaya ya Handeni. Ikaletwa simenti kwa ajili ya ujenzi, kwamba mama anahangaika huko kutafuta fedha imepatikana. Ikaletwa simenti kwa ajili ya kujenga VETA. Vijana wa Handeni wakapate mafunzo. Vijana wa Handeni wakapate mafunzo, waajiriwe. Vijana wa Handeni wapate mafunzo, wajiajiri. Hawa wataalamu wetu wako ofisini kila siku. Wakaacha mifuko ya simenti 1262 ikaganda. Mifuko 1262 ikaganda. Imeganda. Wanahandeni wanasubiri VETA. Waliotumwa kujenga wamegandisha mifuko. Wanataka mama ahangaike kutafuta fedha nyingine. Hii wamegandisha. Na kila siku wako ofisini. Kila mwezi wanalipwa mishahara kwa kodi zenu mnaosubiri jengo la VETA. Huu uzembe ndio tunaosema hatuwezi kuvumilia. Nilikuja nikijua ni watumishi wa halmashauri, nilikuwa nakuja kuwafukuza leo. Nimeambiwa kumbe hili linasimamiwa toka wizarani. Mkurugenzi na timu yako mna bahati, mmepona. Na mwelekeza katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, hawa watu waliogandisha simenti hawa wachukuliwe hatua. Na hii simenti iliyoganda hii wasimsumbue rais kutafuta fedha yake,
wakatwe kwenye mishahara yao, hii simenti irudishwe hapa Handeni. Huu uzembe wa aina hii, nani angeweza kugandisha mifuko 1262 angekuwa anajenga nyumba yake ya nyumbani? Nani angegandisha? Nani angegandisha mifuko hii angekuwa anajenga nyumbani kwao? Hizi fedha watu wanajibana kulipa kodi. Watanzania nao wajua hawalipi kwa ziada, wanajibana wapate chuo cha VETA, wanajibana wapate hospitali. Hawa tulio wasomesha kwa kodi zetu, wanalipwa mishahara kwa kodi zetu, wanaacha mifuko ya simenti inaganda. Nataka kuona hatua zikichukuliwa. Na kamanda, kabla hujaiona simenti hapa ikiwa imerudi, usifunge hili jalada mpaka hii mifuko irudi na jengo hili likamilike. Mkuu wa mkoa na waziri wa TAMISEMI, wasilianeni na katibu mkuu, hawa watu wakatwe fedha hizi, mifuko hii ije hapa na tupate orodha ya wahusika wote waliofanya uzembe wa aina hii.